Deogratias Festo. Sawa. Nataka kwanza niongelee hasa huu mgogoro wa Irani na Israeli kiroho, lakini kwa kuangalia historia. Yaani kiroho una maana gani huko? Una maana gani? Yes, hivi ulimuona wameanza kupigana kati ya Israeli na Irani. Kama mwanzo ulivyotangulia kusema kuwa nitaanza kuongelea, maana niliahidi kuwa taongelea kwa sababu hawa Waajemi ambao ndio Irani yenyewe, hawa sio Waarabu. Wale ni Waajemi. Sawa. Hiyo iko tofauti kidogo. Kwa hiyo tutaingia ndani tujue kiroho, yani tutaongelea kiroho ni kwa nini Irani alivamia Israeli. Kuna mtu anasema Irani alivamia Israeli au Israeli ndio ilivamia Irani. Wewe usijali. Unaona haya yote tutayangalia. Sasa kiroho katika historia, ukiangalia katika historia linakuwa lina maana gani. Lakini kabla sijaingia katika historia, ukija kwenye masuala tu haya ya kawaida, kwanza kiuchambuzi, yani katika kuchambua hiyo migogoro ya kisiasa Marekani na Israeli, ni kuwa kwenye hivi juzi walivyojiingiza kwenye hivi vita kati ya wao kupigana na Mwajemi, kiufupi ni kuwa mshindi pale ni Mwajemi, au niseme mshindi ni Irani, bila kujali ni imewagharimu Irani kiasi gharama kubwa kiasi gani. Kwa sababu kumbuke Irani miundombinu imeharibiwa, kumbuke Irani viongozi mbalimbali wameuliwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo ili uhesabike umeshinda vita, ni lazima malengo yaliyokufanya uingie vitani yawe yametimia. Sawa. Kama hayajatimia malengo hayo, angalau au basi hata kufikia nusu yake yaliyokupeleka vitani, basi hiyo vita kifupi ni kwamba bwana Deogratias utakuwa umeshindwa. Na sasa ni kwa nini basi tuseme hii inakuwa sasa kwa ushindi ni Irani ndio imeshinda dhidi ya Marekani na Israeli? Yani hapa sijaingia bado kiroho. Kwa hiyo nataka nikupe tu kwanza hizo dondoo kidogo mwalimu. Siasa tu ile. Safi. Namna ilivyo. Kwa sababu sababu zilizofanya Israeli aanzishe vita dhidi ya Irani zilikuwa sababu kuu tatu. Yes, sababu ya kwanza ilikuwa ni kusambaratisha programu ya nyuklia. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imegonga mwamba. Sawa. Sababu ya pili ilikuwa ni kumzuia Mwajemi asitengeneze makombora ya ballistic. Umeona makombora ya ballistic, Irani asitengeneze makombora ya ballistic, ambayo nayo pia imegonga mwamba. Na sababu ya tatu ilikuwa ni kubadilisha utawala, regime change. Yes, kwa hiyo ilikuwa ni sababu. Kwenye utawala hajafanikiwa pia. Hajafanikiwa. Kwa hiyo yote hajafanikiwa. Hajafanikiwa. Sawa. Ndio maana nasema bila kujali kuwa Irani amekula gharama kiasi gani, lakini ukiangalia katika toa mambo ya nini ya siasa au migogoro ya dunia, kwa kifupi inakuwa kama ni Irani ndio ameshinda vita, kama jinsi tunavyojua kuwa bado mahali ambapo kambi zilipokuwepo hizi, au niseme kwenye zile nuclear sites ambazo zilikuwepo, Israeli ilikuwa hana uwezo wa kupiga pale. Kwa hiyo ilibidi mpaka Marekani aingilie kati na zile bunker booster, kutumia zile B2 stealth bomba, kutoa makombora kutoka huko Marekani moja kwa moja kwenda kupiga hayo maeneo matatu kupiga, ambayo ni Isfahani na Tanz pamoja na hiyo Fordo, hiyo kambi ya Fordo. Lakini baada ya kuweza kuingia, na Waajemi walikuwa wako mbele ya wakati, wakawa wamehamisha. Kwa hiyo katika uchambuzi tu huwa migogoro ya dunia inakuwa Marekani pamoja na Israeli hawajatimiza nini malengo yao. Kwa hapo Irani ndio anaibuka mshindi wa vita bila kujali gharama ameingia kubwa kiasi gani. Ukumbuke pia upande wa Israeli pia na kwenyewe wameingia gharama kubwa, na Israeli ndio wametumia gharama kubwa zaidi kuliko Irani, kwa sababu ukumbuke makombora ambayo wanaipiga Irani yanabebwa na ndege. Ndege zitahitaji mafuta, ndege zitahitaji mapilot, ndege zitahitaji operation mbalimbali. Tofauti na Mwajemi, yana makombora ambayo ni surface to surface missiles. Sasa wao wametumia air to surface missiles, yani makombora ya kutoka angani kupiga na ndege. Yani kwa lazima ndege itatumia, maana ni ndege za bei ya ghali, tumia mafuta, lakini pia na wanini hawa pia marubani pia wawepo. Tofauti na Mwajemi, anabonyeza kidude, dude linatoka hapo ardhini linaenda kupiga mahali alikokuwa. Kwa hiyo anaseti mahali ambalo linakwenda kuanguka. Yes. Sawa. Ndio maana unaambiwa kama hapa Marekani na Israeli wameingia
hasara ya dola bilioni 13 za Kimarekani. Kwa ndio maana inabidi Donald Trump akatishe hivi vita. Kumbuka Trump yeye ni mfanya biashara. Sasa tena akianza kuingia hasara tena kidogo inakuwa haina tafsiri yake ni kwamba Iran ameshinda. Yes, bila kujali gharama iliyoingia, kwa sababu viongozi wake wengi lakini hayo malengo matatu kama nilivyokuambia, kuharibu nuclear program ya nuclear, hilo ilikuwa lengo la kwanza la Marekani pamoja na Israel, kwa sababu wanadai Iran akiwa na nuclear sio salama sana kwa taifa la Israeli. Yes, ndio sababu kubwa hiyo. Lakini lengo la pili ni kuzuia mpango wa makombora ya balistiki. Anatengeneza kombora linaweza likasafiri kilomita 7,000 liko hewani. Umeona, na halitumii mafuta, halitumii nini yani hivyo. Kwa hiyo lakini ni kubofya tu. Yes, na mpango wa tatu basi ilikuwa ni hivyo, kubadilisha utawala wa Iran, kuangusha utawala wa Ayatollah Ali Khamenei. Kwa hiyo hilo halija nini. Sasa turudi sasa ile nilipokuambia kiroho. Kiroho iko vipi? Na maana gani hasa? Na ni kwa nini Iran basi alivamia Israeli? Iran ameivamiaje Israeli? Irani, kumbuka, ana vikundi vile, umeona, ambavyo vikundi machoni pa watu wa magharibi vinaonekana ni vikundi vya kigaidi. Vikundi kama vile Hamas ambayo iko kule Gaza, kundi kama vile Hezbollah ambalo lenyewe liko kule Lebanon, na kundi la Wahuthi ambao wako Yemen, ambao wamekuwa wakisumbua sana Israeli na washirika wao, yani Marekani pamoja na watu wa huku magharibi Ulaya. Kwa hivyo kwa maana yake sasa, wakati ambapo hawa Hamas walipoivamia Israeli, Israeli walichukulia sio Hamas wamevamia, ila ni Irani amevamia. Ndio maana nakwambia sasa kwa nini kiroho Irani aivamie Israeli. Maana mtu anaweza kauliza ni lini Irani ilivamia Israeli, wakati juzi mgogoro unaonekana ni Israeli ndo ameenda kuivamia Irani. Kwa hiyo iko hivyo. Hii ni kwa sababu unapomwongelea Mungu tunayemwabudu, manake unaongelea Mungu asiyekuwa na majira, Mungu ambaye hafungwi na nyakati, kwa sababu kumbuka Mungu ndo ametuumbia sisi wakati, lakini yeye anaishi nje ya wakati. Yeye haendeshwi na muda. Umeona, time does not control him. Yani muda kuwa jamani hebu tuwai haraka kwa sababu tunaona muda. No, hii ni kwetu sisi binadamu. Lakini kwa Mungu yeye haendeshwi na muda, kwa sababu muda aliuweka baada ya kumuumba Adam na Eva, na Adam na Eva kuchemka ndio Mungu akaweka muda. Lakini nyuma pale hapakuwa na muda. Ndio maana ni makosa kusema Adam aliishi miaka 900 na ngapi hiyo. Hiyo ni miaka 900 baada ya kuwa ameanguka dhambini. Lakini nyuma ameishi mamilioni ya miaka huyo Adam. Yes, ndio maana ndani ya bustani ya Eden kulikuwa na mti ule wa mti wa uzima. Kwa maana kuwa walipokuwa wanakula ule mti, maana yake Mungu alikusudia waishi milele. Yani wasife. Lakini ukumbuke Mungu aliwaambia siku mtakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio siku hiyo mtakufa. Lakini je, Adam alipokula alikufa siku hiyo hiyo? Sio kweli. Kwa nini hakufa siku hiyo hiyo? Hakufa siku hiyo hiyo kwa sababu kitabu cha Zaburi kinasema miaka 1000 kwa Bwana ni sawa na siku moja. Umeelewa? Na Adam amekufa na miaka 900 na kwa maana yake hata hiyo siku moja ambayo ndio kwa Bwana alikuwa ni miaka 1000. Ndio miaka 1000. Hakuimaliza hata hiyo siku moja. Ndio maana Mungu alimwambia siku mkila matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio siku mtakayokufa. Sasa utasema hawakufa siku hiyo hiyo walipokula. No, kwa Mungu miaka 1000 ni siku moja. Na anasema hiyo miaka 1000 ni sawa na kesha la asubuhi. Yaani vile unavolala na kuamka ndio miaka buku kwa Mungu imekata. Kwa sababu yeye hafungwi na muda. Sasa je, ni ipi ratiba ya Mungu? Ratiba ya Mungu ni taifa la Israeli. Nataka watu wanielewe vizuri. Ndio maana nimesema kiroho hili lina maana gani, na tutaanza kuangalia katika historia. Kwa sababu huwezi yani yeye Mungu mwenyewe hawezi kujiweka yeye mwenyewe kwenye kuendeshwa na muda. Hivyo anaenda kulingana na taifa alilolichagua mwenyewe. Sasa namaanisha nini? Tunaangalia hapa taifa la Israeli kuona nini Mungu anachokifanya ulimwenguni sasa kwa kile kinachoendelea, kwa mambo mengi
pamoja na mambo mengi wanayoyafanya Israeli. Maana taifa la Israeli na lenyewe lina mambo mengi kweli kweli. Maona mauaji, wanaua watoto wasiokuwa na hatia. Israeli. Sio taifa la Mungu hilo. Taifa la Mungu hilo. Yaani wanaua watoto wasiokuwa na hatia. Wanaua kama mauaji yanayoendelea pale Gaza. Yes, lakini hiyo haijalishi. Kwa nini? Kwa sababu ili ndilo taifa ambalo Mungu amelichagua. Sawa. Na kama nilivyokuambia, mauaji ya watoto wasiokuwa na hatia, lakini ukweli ni kwamba uwe unapenda ama uwe haupendi, hilo ndilo taifa Mungu alilolichagua. Yani kwa vivyo ukubali ukatae. Sawa. Uwe unapenda uwe haupendi. Na haya ukorofi yao ndio taifa lenyewe sasa la nini? La Israeli. Na Israeli kuna mambo mengi sana. Unajua mpaka kilele cha sikukuu za ushoga duniani mwaga kinafanyikia Tel Aviv. Na ndio taifa hilo ambalo tunasema taifa la Mungu. Elewa hiyo kitu. Ngoja tuendelee hapa kidogo. Sasa ukumbuke kuwa siku ambayo Hamas hawa walivamia Israeli ndio siku ambayo Temple Institute walitoa kibali cha kutoa sadaka ya ng'ombe wekundu. Sasa ng'ombe wekundu ni nini? Hapo nitaongelea kitu kimoja hapo, utanielewa. Hawa ng'ombe au huyu ng'ombe mwekundu anayetolewa ni kwa ajili ya ujenzi wa hekalu jipya. Kumbuka tangu wakati wa Musa mpaka kuharibiwa kwa hekalu la pili ni ng'ombe 9 tu ambao wametolewa katika historia. Tangu wakati wa nabii Musa. Na sadaka hii tangu kuharibiwa kwa hekalu la pili na Warumi, kumbuka imepita zaidi ya miaka 2000 kwa sababu mwaka wa 70 ndipo ambapo Warumi walivamia Jerusalem na wakafumua kila kitu pale na mpaka hekalu na lenyewe likaharibiwa. Kwa tangu miaka hiyo hakujatolewa tena sadaka ya ng'ombe mwekundu, ambayo sadaka hii inaaminika itakuja kutolewa, itakuwa ni ishara ya Masihi kuja. Masihi kuja. Sasa atuongelei Masihi kuja kwenye unyakuo. Ukumbuke hapa tunadili na historia ya Wayahudi. Sawa. Hatudili na historia ya Ukristo. Simuelewa hiyo. Nakupata vizuri mwalimu. Kwa sababu kwenye hii dini ya Kiyahudi Masihi bado hajaja. Though sisi wa Kristo tunajua Masihi alishakuja ambaye ni Yesu Kristo, lakini wao kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi bado Masihi hajaja. Bado wanamngojea. Sawa. Na huyo Masihi kuja kwake ni pale ambapo hekalu la 3 litakapokuwa limejengwa. Labda tusome kwenye Biblia uone kama Biblia yako iko karibu hapo. Karibu mwalimu. Kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu maana ndio kinaelezea haya mambo. Kitabu cha Hesabu. Tuangalie vizuri kitabu cha Hesabu. Hesabu ndio kama umekipata. Hesabu ngapi mwalimu? 19. 19 mstari utakuwa ni wa kwanza na wa pili. Yes. Bwana akanena na Musa na Haruni. Ndio. Na kuambia hii ndiyo amri ya sheria Bwana aliyoagiza akisema waambie wana wa Israeli wakuletee ng'ombe mke mwekundu asiye na kipaku mkamilifu ambaye hajatiwa nira bado. Umeona manake ng'ombe ambaye hana kasoro. Na huyu ng'ombe anatakiwa awe mwekundu asiyekuwa na doa la namna yoyote ile. Sasa kwa miaka yote hii walikuwa wanatafuta ng'ombe wekundu. Hiyo miaka yote na ng'ombe mwenyewe unamuona hapo. Sawa. Huyu ng'ombe mwekundu ambaye ng'ombe huyu sio ni ng'ombe, by the way ni ndama mwekundu ambaye ndama huyu anatakiwa nitaliongelea hili, lakini hawakumpata mpaka pale ilipokuja kutokea Texas Marekani, ndio walikuja kupata ng'ombe 5, lakini sasa wamebaki 4 kwa sababu mmoja alikuwa ana kasoro huyo ng'ombe. Na hawa walipandishwa ndege kutokea Marekani mpaka Israeli kwa ajili ya kuja kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa hili hekalu ambalo ni hekalu la ngapi? Hekalu la 3. Na siku ambayo ndio wamepeleka maombi sasa kwa ajili ya kutoa sadaka huyu ng'ombe, hapo ndipo ambapo washirika wa Irani wakaivamia Israeli.
Unaona hicho kitu? Maana nimekuambia tuangalie historia, lakini huu mgogoro una maana gani sasa kiroho ukijaribu kuangalia katika historia. Okay. Yaani siku ambayo hawa sasa wameenda kupeleka hiyo proposal kwa tunahitaji sasa tuweze kutoa huyo hawa ng'ombe, kwa sababu walikuwa ng'ombe 5. Tunahitaji kutoa ng'ombe, ndio siku ambayo sasa hawa Hamas wakaivamia Israeli kule Ashkelon. Na baada ya kuivamia Israeli, manake sasa mmeingia kwenye vita, mtawezaje kufanya hivyo? Umeona sasa, kwa upande wa duniani huku watu wanadhani hii tu ni migogoro tu ya kisiasa. Kwa maana ikifika wakati wa uchambuzi wa siasa, watu tunachambua kweli kweli. Yaani mgogoro mpaka unaweza kuchukia. Watu wengine mimi wanasemaga unaweza kujaa na chuki mwalimu. Watu wengine wanasemaga wewe sio Mkristo, uwezo kama unaliongelea vibaya hivyo taifa la Mungu. Taifa la Mungu. No, hiyo ni uchambuzi wa kisiasa. Kisiasa. Lakini katika historia mambo ya kiroho hayo ndio nafikiri ndio muhimu sana kuyasikia. Yes. Ili tujue. Lakini sasa bado pia hata masuala ya migogoro ya dunia inavyoenda, lazima tuweze kujua. Uwezo kaniambia watoto kule Gaza wanakufa hawana hatia. Uwezo kaniambia wamama wanakufa hawana hatia afu tusiongee. Yani mimi nikiongelea sasa kama mchambuzi wa masuala ya migogoro inayoendelea duniani, uniambie nisiongee kwa sababu kule Gaza wao sio watu. Unaona? Sawa, tunajua hawa walifanya kosa kubwa sana. Yaani hii sasa ni katika migogoro. Sasa hapa bado tuko ndani. Kwa watu wengi wanadhani hii ni migogoro tu ya kisiasa. Ndio maana unaona mfano Marekani wanaingilia kuisaidia Israeli, ni watu wao, watu wa magharibi, NATO. Unaona kama hivi juzi wakati Irani na Israeli wananyukana hapa, mataifa kama Ufaransa, Uingereza, mataifa yale ya NATO akasema sisi tunamsupport Israeli. Lakini ukija upande huu wa Irani, huku yuko Urusi, upande huo kuna Mchina, upande huo kuna Pakistan, upande huo kuna Korea Kaskazini ambaye alisema hata wakipiga wewe njoo mimi nitakupa hayo madubwasha hayo, mabomu ya nyuklia hayo, usijali. Watu wanadhani tu ni migogoro ya kisiasa, lakini ukumbuke kuwa huu mgogoro ni mgogoro wa kidini, na mwisho wa kusuluhisha kwake ni watu wa kiroho na sio kidiplomasia. Hapana. Ndio maana unaona pamoja na kuwa wanasema wameacha kupigana kati ya Irani na Israeli, lakini bado unaona Israeli inasema tunawaza kurudi kwenda tena kuanza kushambuliana na Irani kwa sababu migogoro ya kidini. Ndio maana nimesema leo hebu tuiangalie katika roho zaidi. Nikupe kitu kimoja ambacho waliongea, hii habari ilichapishwa na Al Jazeera. Walisema hivi, hawa kutokea huku Hamas walisema kuilinda Al-Aqsa ni misheni muhimu kwa Waislamu wa Palestina. Kuilinda Al-Aqsa. Msikiti ule wa Al-Aqsa uko wapi? Uko Jerusalem. Kwa Jerusalem kubwa kweli kweli. Yes. Kwa hiyo wakasema waumini na wapiganaji wenye silaha sawa ni jukumu lao. Hawa ni misheni muhimu sana kwa Waislamu wa Palestina. Kwa hiyo ngoja ninukuu walichokuwa wamekiandika na walivyokuwa wameongea huyu bwana. Asema katika hotuba yake ya kuadhimisha siku 100 za vita vya Israeli dhidi ya Gaza vilivyoanza baada ya shambulio la mafuriko ya Al-Aqsa. Kumbuka ile operation walioifanya kuishambulia Israeli kule Ashkelon, waliipa operation hii jina lake ilikuwa inaitwa mafuriko ya Al-Aqsa. Ndio operation yani walipoishambulia Israeli Ashkelon na kuua wale watu kama 1200. Na nasema na wapiganaji wenye silaha wa Palestina kutoka Gaza. Msemaji wa brigade ya Qassam Abu Obeida alisema ng'ombe hao wekundu wanatia wasiwasi na dhabihu inayowezekana. Ni hadithi ya kuchukiza ya kidini iliyoundwa kwa uchokozi dhidi ya hisia za taifa zima. Angalia Abu Obeida ambaye ni msemaji wa Al-Qassam. Al-Qassam ni tawi katika wale wapiganaji wa Hamas. Anaongea, anasema kuwa wale ng'ombe ambao wanatakiwa watolewe wanatia wasiwasi Uislamu kwa sababu wao maana katika historia inaonekana nitakuja kuiongelea mbele, lakini kwa namna wao wanavyotafsiri ni kuwa manake kama hekalu linatakiwa lijengwe, it means msikiti wa Al-Aqsa unatakiwa ubomolewe. Ndio maana pale panatakiwa pajengwe hekalu la 3. Ambalo hekalu la 3 hili ndilo litamfanya sasa Masihi aje. Umeelewa? Yes, lakini niendelee sana.
Anasema hii habari ilikuwa inasema hivi, Taraskai anaona kwamba hatari halisi ya harakati ya hekalu ni kwamba imefanya kazi dhidi ya uhuru wa Waislamu wa kuabudu, na mara kwa mara imekuwa ikijaribu kuunda aina fulani ya udhibiti wa Kiyahudi juu ya Al-Aqsa inayoungwa mkono na serikali ya Israeli. Harakati ya hekalu inasema inapanga kujenga hekalu ndani ya miaka kulingana na Il Amimu. Bado Taraskai alisema haamini sherehe ya ng'ombe mwekundu au ujenzi wa hekalu utafanyika wakati wowote hivi karibuni. Kwa hiyo unaweza ukaona haya yote, lakini aliongeza pia kuwa licha uungaji mkono wa serikali kwa uwepo wa Wayahudi katika Al-Aqsa, haamini kuwa kuna uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa serikali kwa kundi la kujaribu kuiangamiza Al-Aqsa ambayo iko chini ya makubaliano na kanuni. Kwa hiyo unaweza ukaona hasa nilivyokuambia, kwa sababu Hamas ni tawi la Waajemi, ambao hili tawi la Waajemi, ukumbuke pia hata serikali yenyewe ya Irani ni serikali ya Kiislamu. So umeelewa hicho kitu? Sawa mwalimu. Kwa hiyo pia kwa upande wa dini ya Kiislamu duniani inachukuliwa Al-Aqsa pale ule ni msikiti ambao watu wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuhiji. Maana ukumbuke ndio pale wanaona kama ndio pekee ambapo sasa pana uhuru zaidi kuliko huku Madina na Maka huko Saudi Arabia, kwa sababu sasa yani kuna mambo tu hayaendi. Wenzetu Waislamu kiongea hivyo wanaelewa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa walikuwa ukumbuke wamejenga madhabahu kwa ajili ya kutoa sadaka ya hao ng'ombe wekundu, ikiwa na maana kuwa Irani ilikuwa imeshajua na kwa nini sasa Hamas wakaishambulia Israeli kwenye kipindi hiki ambacho ndicho kipindi ambacho wangetamani sasa kufanya nini? Kutoa wale ng'ombe wekundu kwa ajili ya wale ng'ombe ni kwa ajili ya ujenzi sasa wa hilo hekalu, ambalo hekalu hilo basi itamfanya huyu Masihi ambaye wanamsubiria aweze kuja, kwa sababu zilikuwa zimebaki wiki chache tu kwa ndama mwekundu au ndama wale wekundu kutimiza umri wa miaka 3. Na anapotolewa hakupaswa kuwa, au wale ng'ombe wanapotolewa hawakupaswa kuwa wawe wamefikisha umri wa miaka 3. Anatakiwa wale ng'ombe watakiwa kuwa chini ya umri wa miaka 3. Kwa hiyo zilikuwa zimebaki wiki chache tu kufikisha umri wa miaka 3 au ng'ombe. Alafu baada ya hapo jamaa wamevamia. Na kuvamia hapo bize na vita huku jamani operation hii sasa tunaingia tukawafukuze wale ndama. Wakatimiza miaka 3. Wakatimiza miaka 3 wamepotea. Si umeona hiyo? Kwa hiyo ni kwa sababu ukumbuke kuna hekalu la kwanza ambalo hekalu hili la kwanza lilikuwa ni la Mfalme Suleimani. Hekalu la kwanza alijenga Mfalme Suleimani. Na kulikuwa na hekalu la pili ambalo hekalu la pili alijenga Herode. Na sasa linatakiwa kujengwa hekalu la tatu kwenye eneo lile. The same location ambapo sasa hekalu la Mfalme Suleimani na baadaye Herode maana alikuja kulitanua zaidi, na hili hekalu la tatu manake linaweza kupatikana tu pale ng'ombe mwekundu atakapotolewa sadaka. Umeelewa? Kwa hiyo hao ng'ombe wekundu atakapotolewa sadaka ndio inaweza kupatikana. Kwa hiyo sasa na Wayahudi kwa sababu wanajua eneo lilipokuwa hekalu la kwanza na la pili, basi ina maana Wayahudi wataenda moja kwa moja kujenga hekalu mahali ambapo kuna msikiti wa Waislamu. Unaona tatizo hapo linapoanza. Kwa hiyo ndio maana nikasema kiroho katika historia ili jambo linakuwa lina uzito kiasi gani ama lina maana kiasi gani. Unaona? Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kwa hiyo kidini vita hivi vyote vinavyotokea ni kujaribu kulizuia taifa la Israeli kujenga hekalu la tatu kidini. Sawa. Unaona? Kumbuka Wayahudi tayari wanajiandaa kujenga hekalu, na hawa ng'ombe wekundu 4 kama nilivyokuambia kwa hizo wiki chache wamepotea. Sio kuwa waonekane lakini wamepita. Yani watakiwa wawe chini ya umri wa miaka 3. Sasa tayari wameshapita kwenye umri wa miaka hiyo 3. Kwa hiyo ambapo sasa hawawezi kuwatoa sadaka kwa umri huo kulingana na maagizo, kwa sababu kumbuke wale wanafuata ni dini ya Kiyahudi. Kumbuke wale sio Wakristo. Sasa kinachotokea ni hiki hapa, kuwa Wakristo ambao hawajui maandiko, ambao wanawafadhili na kuwapa Wayahudi hawa ng'ombe wekundu. Maana tunaona
tunaambiwaga tuombee taifa la Israeli, si ndio? Sadaka tunatoa. Yes. Sasa Wakristo ambao hawajui maana hawajui historia na ambao wanawafadhili na kuwapata wa ng'ombe wekundu ni kuwa hawajui mahali hekalu la tatu linatakiwa kuwa, kwa maana kwamba litakuwa kwenye location ambayo sio sahihi. Hilo hekalu la tatu. Kwa sababu eneo ambalo the Dome of the Rock, unajua kuna ile the Dome of the Rock ambayo juu hapa ni na kama nini ya dhahabu iko pale Jerusalem. Kwa sababu mahali ambapo the Dome of the Rock ilipo au Mountain Temple, hiyo tunaita ni fake location. Sipo mahali ambapo hekalu lilipokuwa, na hii ikiwa na maana kwamba ina maana litatengenezwa hekalu ambalo ni hekalu la uongo. Ndio maana nikakuambia Wakristo ambao hawajui historia na Wakristo ambao wanafadhili sasa Wayahudi kupatikana kwa wale ng'ombe iko hivyo. Na kwa sababu wanatengeneza hekalu la uongo, ina maana wanategemea sasa masihi wao kuja. Lakini sisi tunajua masihi wetu alishakuja tayari, na ujio wa masihi wetu atakapokuja sasa awamu hii nyingine hata kuja kama hivi ambavyo wao wanamtegemea aweze kuja, lakini atakuja yani hatakuja kutembea hapa kama alivyotembea miaka 2000 iliyopita juu ya ardhi ambaye ni Yesu Kristo. Lakini tunajua sisi atakuja mawinguni na unyakuo unatokea alafu tunanyakuliwa pamoja naye. Lakini wao wanamsubiri aje kama alivyokuja miaka 2000, kwa sababu huyu aliyekuja miaka 2000 aliwachanganya. Umeelewa? Yani ni kutokana na namna ambavyo alivyokuja, aliwavuruga na ujio wake uliwavuruga. Kwa sababu mojawapo, ili uwe masihi wa Kiyahudi lazima utokane na nasaba ya Daudi na Sulemani. Swali, Yesu alitokana na nasaba ya Daudi na Sulemani? Yaani ukichukua DNA ya Sulemani, ukichukua DNA ya Daudi, alafu uchukue na DNA ya Yesu Kristo akiwa duniani, ungepata kweli DNA zina match na Daudi? Sio kweli. Kwa sababu yule hakuzaliwa kwa mapenzi ya baba na mama. Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa yule hakuwa mbegu ya baba. No, ilikuwa ni mbegu ya Mungu mwenyewe, kwa na huyu Mariamu akaconceive kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jambo ambalo kwa Wayahudi wanaona huyu alikuwa ni mwana wa zinaa. Unaelewa? Maana wao hiyo ya mambo ya Roho Mtakatifu sio alimtokea Mariamu. Hiyo wanakuambia hawaelewi yani. Hakuna kitu kama hicho. Wanakuambia huyu ni Mariamu alichepuka alafu akasingizia. Wayahudi hao. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa tatizo tulilonalo hapa ni Wakristo tulikuwa na mihemko kuwa kulikuwa na ng'ombe wekundu, lakini hatukuelewa kuwa tulikuwa tunafadhili upatikanaji wa wale ng'ombe wekundu kwa ajili ya kujenga hekalu la uongo. Na wanapojenga hekalu la uongo, nini kinatokea? Maana yake mtu atakayekuja huyu atakuwa ni mpinga Kristo. Na wanipata vizuri leo. Nakupata vizuri mwalimu. Maana yake huyu atakayekuja litakapojengwa hekalu la uongo, huyu atakayekuja atakuwa ni mpinga Kristo. Sio Kristo mwenyewe, maana Kristo alishakuja tayari. Kwa sababu limejengwa sehemu ambayo sio. Sawa. Na huyu atakayekuja, kwa sababu hata location yenyewe limejengewa tofauti. Ni tofauti kabisa. Anayekuja anakuwa ni antichrist, sio yule masihi mwenyewe. Kwa sababu anajua kuwa kuna mtu atakuja, basi naye atakuja ataigiliza kama ni masihi pia vile. Kwa ndivyo. Sasa ukija kwenye swala la Wayahudi, kwanza Wayahudi kumbuke wanaochukia Ukristo sana. Wayahudi hawa. Na kimsingi hakuna muunganiko wowote kati ya Ukristo na Uyahudi. Hata kidogo. Isipokuwa kama Wakristo sisi tunafuata kile maandiko yanachosema. Si unaelewa? Sawa. Na unajua ni rahisi sana kuhubiri injili ya Yesu Kristo Uingereza na Marekani kuliko Israeli. Hivi unalijua hilo? Si ndio taifa la Mungu mwalimu? Ndio nakuambia sasa ndio uelewe. Sasa kama ni rahisi mno kuhubiri injili ya Yesu Kristo Marekani na Uingereza kuliko kuhubiri katika Israeli. Sawa. Na kuna wakati mpaka wakaweka sheria kuweka mtu anayehubiri injili ya Yesu Kristo basi huyu inabidi akamatwe. Au una habari kuwa Irani pamoja ni kuwa ni nchi ya Kiislamu lakini ina makanisa mengi kuliko Israeli. Una habari? Kwa sababu Irani hii ndio Irani hii unayoiona hivi.
Na ni rahisi pia, naweza nikakwambia ni rahisi mno kuhubiri injili ya Yesu ukiwa Irani kuliko Israeli. Una habari? Yaani ndio mambo yenyewe. Tupe mwalimu. Kwa sababu ukiangalia upande wa Irani, pamoja na kuwa ni nchi ya Kiislamu, kuna makanisa kama 600 hivi ndani ya Irani. Lakini Israeli makanisa yako 400 tu. Na hayo makanisa sasa ndio hivyo, kuna makanisa ya Roman Catholic, kuna makanisa ya Orthodox na makanisa mengine iko hivyo. Sasa hii ni kwa sababu katika hili unaweza ukapata upendo mwingi sana. Nikuambie, unaweza ukapata upendo mwingi sana na mkubwa sana unapoongea na Waislamu kuliko unapoongea na Wayahudi. Yaani Wayahudi wanakunyanyapaa kabisa. Lakini kwa Waislamu hawa, Waarabu Waislamu na Waislamu wengine, unapata upendo mkubwa sana kuliko unapoongea na Wayahudi. Lakini hilo halina maana yoyote kuhusiana na kile tunachojisikia, isipokuwa kufuata maandiko yanachokisema au kile Mungu anachosema. Na Mungu anasemaje? Katika Zaburi ya 122 mstari wa 6. Zaburi ya 122:6 anasema, utakieni Yerusalemu amani na wafanikiwe wakupendao. Biblia ya Kiingereza inasema pray for the peace of Jerusalem. Yaani haijalishi unajisikiaje. Unaelewa? Haijalishi unajionaje, unajisikia namna gani, lakini lazima uweze kuiombea nini? Uombee Israeli. Na anasema pray for the peace of Jerusalem. Alafu anasema they shall prosper that love thee. Yaani ile sasa, na wafanikiwe wakupendao. Ndio maana nikakwambia pamoja na madhaifu yote, sio kwa Israeli iko okay. No, wana makosa mengi sana wanayoyafanya. Ndio kama haya mauaji ya watoto wasiokuwa na hatia lakini jukumu lako haijalishi unajisikiaje. Isiaweka pembeni, fuata maandiko yanaongea nini. Umeelewa? Kwa hiyo ndilo jambo la msingi. Ndio maana nikakwambia kiroho ili ninakaaje. Naomba tuingie kidogo katika mizizi ya kihistoria ya huu mzozo sasa uliokuwepo kati ya Israeli na Iran. Sawa. Awali, kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, Israeli na Iran zilikuwa na uhusiano mzuri sana na wa kimkakati. Na Iran chini ya Mohammad Reza Pahlavi alikuwa ni mshirika muhimu sana wa Marekani na Israeli katika kudumisha utulivu Mashariki ya Kati. Kati ya Iran na Israeli. Na hata hivyo mapinduzi ya Kiislamu sasa ya mwaka 1979 yaliyomleta Ayatollah Ruhollah Khomeini, maana kuna yule bwana ambaye ndio huyo yaliyomleta madarakani, yalibadilisha kabisa sera ya nje ya Iran. Na serikali mpya hii ilipitisha itikadi ya kupinga uzayuni. Kupinga uzayuni na kuitambua Israeli kama taifa haramu la kizayuni. Lakini lililochipua katika ardhi ya Kiislamu. Nataka unielewe vizuri. Walitambua kama hili ni taifa haramu la kizayuni lililochipua katika ardhi ya Kiislamu. Unaona sasa kwa nini limechipua katika ardhi ya Kiislamu? Mtakumbuka sasa haya yote niliyoyaongea huko mwanzo ndio unakuja kuunganisha na hii sasa huo mzizi wa historia. Zamani nikasema mgogoro tuangalie kiroho kwanza. Mambo haya uchambuzi tu wa migogoro ya dunia. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa Israeli ilianza kuonekana kama adui namba 1 na mzozo wa Palestina ukawa kiini cha sera ya kigeni ya Irani. Mgogo wa Palestina. Umeona hilo sasa liko hivyo kwa namna hiyo. Lakini mpango wa nyuklia wa Irani, mojawapo ya vyanzo vikuu vya mzozo baina ya nchi hizi ni mpango wa nyuklia wa Irani. Kwa sababu Israeli pamoja na washirika wake kama Marekani ina hofu kubwa kwamba Irani inatumia mpango wake wa nyuklia kwa malengo ya kijeshi, ikikusudia kutengeneza silaha za nyuklia kwa Israeli ambayo inajiita taifa la Wayahudi. Manake ili ni tishio la Irani kuwa na silaha za nyuklia linaloonekana kama tishio la kuwepo kwake. Ina hofu mpango huo huenda ni kwa ajili ya kuisambaratisha Israeli. Utengenezwaji wa mabomu ya nyuklia ya Iran ndio lengo lake. Yes. Kwa mantiki hiyo ishangazi mashambulizi haya ambayo unaona juzi hapa Israeli kayafanya yenye kufanyika
kutumika kwa ajili ya kuondoa huo mchakato wa nyuklia. Na baada tu ya mashambulizi, unaona waziri mkuu wa Israeli wa sasa Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israeli ililenga kituo kikuu cha kurutubisha urani uko Natanz, na mpango wa kombora la balistiki la nchi hiyo pamoja na wanasayansi wakuu wa nyuklia na maafisa. Ndio maana unaona mwanzo tu shambulizi la kwanza la Israeli moja kwa moja likawa limeondoka na viongozi wengi wa Irani, viongozi zaidi ya 20, yani wakiwepo makamanda, wakiwepo wanasayansi, kwa sababu bila wanasayansi huwezi ukatengeneza haya mabomu ya nyuklia. Lakini makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 JCPOA inaitwa Joint Comprehensive Plan of Action kwa kirefu chake, au JCPOA ambayo ndio kifupi chake, yaliyolenga kuzuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia kwa kubadilishana na kulegeza vikwazo, yalitoa matumaini kidogo. Lakini hata hivyo, kujiondoa kwa Marekani kukawa au kukiuka makubaliano hayo ya mwaka 2018 chini ya utawala wa Rais Donald Trump wakati huo kuliufanya mpango huo kudhoofika. Kwa sababu tangu wakati huo Irani imeongeza kiwango chake cha urutubishaji wa urani, na ripoti za shirika za kimataifa la ripoti za shirika la kimataifa la nishati atomic inajulikana kama IAEA. Kirefu chake ni international nini? Kirefu chake IAEA ni International Agency, International Atomic Energy Agency. Kirefu chake International Atomic unasema kirefu cha IAEA. Maana ni shirika la kimataifa la nishati ya atomic. Kwa zikawa zimeonyesha na zenyewe wasiwasi mkubwa, zikizidi kuongeza hofu ya Israeli na washirika wake. Manake sasa tukumbuke kitu kimoja, na kumbuka nikupe kidogo historia ya nyuma kidogo. Mwaka wa baada ya vita vya pili vya dunia, mwaka wa 1968 ndipo ambapo mataifa yakaamua kupitia Umoja wa Mataifa wakaamua kuharibu silaha zote za nyuklia. Mabomu yote ambayo nchi yoyote ambayo ikiwa na silaha za nyuklia waharibu, alafu yakabaki mataifa 5 tu. Ambayo haya tunaita mataifa yenye kura ya aturufu. Ambayo mataifa hayo alikuwepo Marekani, alikuwepo Urusi, kipindi kile kinaitwa USSR, kwa sababu USSR imekuja kuvunjika mwaka 1990 huko. Alafu alikuwepo Italy, taifa la 3 hilo, alikuwepo Ufaransa, taifa la 4 alikuwepo na Uingereza. Hiyo mwaka 1968. Ambapo sasa baada ya hapo wakasema kuwa haya ndio mataifa ambayo yanaruhusiwa kuwa na mabomu ya nyuklia. Lakini mwingine ukitaka kuwa na nyuklia lazima kwanza upate kibali kutokea kwenye hili shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, ambayo tumesema ni nini kirefu chake? International Atomic Energy Agency. Ndio kirefu cha IAEA, ambapo Kiswahili sasa ndio shirika la kimataifa la nishati ya atomic, kudhibiti matumizi ya atomic haya. Kwa sababu kila mtu akiwa na silaha za nyuklia ni hatari kwa ulimwengu. Kabisa. Kufanya kwa mwaka 1974 Irani naye aliingia akajiunga na huo mpango chini ya yule mtawala ambaye ni Pahlavi niliyekuambia. Lakini baada ya mapinduzi ya mwaka 1979 Irani, baada ya mapinduzi, baada ya Irani kupinduliwa sasa na kuingia serikali hii ya Kiislamu, ndio pale wakaondokana na huo mpango, wakawekewa vikwazo kibao. Na hivyo vikwazo vimeenda mpaka alipokuja kuingia Barack Obama, rais wa 44 wa Marekani. Akaja akaongea na yule bwana alikuwa anaitwa alikuwa rais wa Irani, anaitwa Hassan nani wakati wa utawala wa rais Barack Obama. Kwa wakaongea kuwa bwana, mimi nakuondolea vikwazo, lakini mpango wa nyuklia achana nao. Na yule rais akakubali, na huo utawala ukakubaliana. Kwa hiyo ikabidi Obama sasa aongee na yale mataifa 5 yale niliyokutajia mwanzo ambayo yenyewe yana nyuklia. Sasa awamu hii likawa limeongezeka na taifa lingine la 6 ambalo taifa hili ni Ujerumani. Ikabidi aongee nao kwa jamani,
sasa ondoeni vikwazo, alafu huyu bwana tumeongea naye atasisisha mpango wa nyuklia. Hilo jambo kipindi kile waziri mkuu wa Israeli alikuwa ni Benjamin Netanyahu. Alilaumu sana hilo jambo. Unaelewa? Alilaumu mno, akasema Obama, unachokifanya kitakuja kuigharimu Israeli baadaye. Waondolea hawa vikwazo, watuamini kama kweli wataachana na mpango wa mpango wa nyuklia. Kwa hiyo baada ya pale sasa unaona utawala ule wa Obama ulipomalizika, alipokuja sasa mtata huyu Donald Trump alikuja kawekelea vikwazo vya maana hapo Irani, ikiwa ni pamoja na kuua wanasayansi wa Irani, akamuua mpaka na kamanda yule wa Irani, kamanda bora wa wakati wote, bwana Qasim Suleiman, ninafikiri unamfahamu, ambaye aliuawa kupitia hii drone ya MQ-9 Reaper ya Marekani akiwa Iraq. Kwa hiyo maana anga la Iraq linamilikiwa na Marekani, kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo sasa ndio maana nikakuambia kuwa ulikuwa ni mpango ambao mpango huu sasa Trump aliudhofisha kwenye ule muhula wake wa kwanza, na awamu hii alipoingia ndo akasema sasa ataka kuifutilia mbali Iran. Ila tu kifupi sasa kwenye uchambuzi kawaida, muziki waliokutana nao Irani hawakutegemea, maana wakaona kwa sio kitoto, ulikuwa sio wa kitoto. Sawa, mtu mzima kuaidika, ngoja tunirudi alafu tuseme amani ya Bwana itawale mahali hapo. Ndio maana yake. Kwa hiyo hiyo ikawa iko hivyo, lakini sababu nyingine pia hii mizozo imetokana na nini? Ni vita baridi ya mamlaka ya kikanda. Hizi zinajulikana kama proxy wars kwa Kiingereza, neno la Kiingereza proxy wars. Mbali na mpango wa nyuklia, Iran na Israeli zinapigana vita baridi ya mamlaka katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kwa sababu Irani inaelezwa imejenga mtandao mpana wa vikundi inavyoviunga mkono kama vile Hezbollah nchini Lebanon niliyokuambia, Hamas na Islamic Jihad huko Gaza, na Wahuthi nchini Yemen, ikivipa silaha, fedha na mafunzo, kwa sababu lengo la Irani ni kuimarisha ushawishi wake na kuunda ukanda wa upinzani dhidi ya Israeli na Marekani, hiyo Mashariki ya Kati. Wakati Israeli inapinga vikali ushawishi huu, ikiona vikundi hivi kama vitisho vya moja kwa moja kwenye mipaka yake. Hali hii imesababisha Israeli kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Irani na Hezbollah nchini Syria na Lebanon, ambapo Syria sasa mpaka sasa ishaanguka tayari. Kweli Syria pale alikuwepo Bashar al-Assad, nakumbuka, sasa imeangukia mikononi mwa bwana mmoja anaitwa Mohamed al-Jolani. Mohamed al-Jolani ambaye aliwahi kuwa mkuu wa kundi la kigaidi linaitwa Al-Qaeda lakini kwa sasa ndiye rais wa Syria. Kwa hiyo vita hivi baridi vya nyuma ya pazia mara nyingi hujumuisha mashambulizi ya kimtandao pia, inajulikana kwa lugha ya Kiingereza kama cyber attacks. Cyber attacks, mauaji yaliyolengwa na wanasayansi au maafisa wa kijeshi na operesheni za kijasusi. Na jambo lingine hapa kwa kumalizia sasa, Bwana Deogratis Festo, ili tufunge ukurasa huu, ni mtazamo wa kiitikadi kidini kinachosababisha tena mgogoro ukawepo kati ya Irani na Israeli. Inatajwa pia sababu ya tofauti za kiitikadi na kidini pia zinachochea mzozo huu. Irani inafuata Uislamu wa Kishia na inaongozwa na serikali ya kidini inayoamini katika mapambano dhidi ya ubeberu na uzayuni. Kumbuka ile ni serikali ya kizayuni. Unaelewa hicho? Nakupata mwalimu. Kwa sababu watu waelewe pia kuna tofauti kati ya Uyahudi na uzayuni. Kwa ile pale serikali ni serikali ya kizayuni. Sasa kwa upande mwingine Israeli inajitambulisha kama taifa la Wayahudi likiwa na mizizi mirefu ya kidini na katika na kihistoria katika eneo hilo. Ndio maana unaona wamerudi pale wasema jamani, hapa baba yetu Daudi alinunua na wazee wetu kule nyuma walinunua. Jambo ambalo wakati fulani rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwahi kusema kuwa hivi mnakujaje na hadithi alafu mje mwanze kuua watu, mnakuja na hadithi za miaka 3000 iliyopita 4000 iliyopita. Wakasema kuwa kila mmoja kiamua aende mahali alipokuwa ametokea, hii dunia itakuwa na amani kweli. Kwa hiyo lakini ukumbuke pia Uturuki na lenyewe ni taifa pia vile vile la Kiislamu. Hivyo hii ni migogoro ya kinini ya kidini. Sasa uwepo wa Yerusalemu na msikiti wa Al-Aqsa ambao ni
takatifu kwa Waislamu na Wayahudi pia linazidisha mvutano wa kidini na kisiasa. Ndio maana unaona Yerusalemu ile inang'ang'aniwa. Ndio maana unaona kukawa na mpango wa Umoja wa Mataifa wana proposal zao kwa ili kuwe na amani pale kupatikaneje. Inabidi mmoja achukue magharibi, mwingine achukue mashariki. Jambo ambalo pia ndani ya Palestina wanakataa na ndani ya Israeli wanakataa. Kila mmoja akisema hapa ni kwangu. Lakini jambo lingine, Marekani imekuwa mshirika mkuu wa Israeli ikitoa msaada mkubwa wa kijeshi na kisiasa. Kwa kujiondoa kwa Marekani chini ya Rais Donald Trump kwenye mpango huo wa JCPOA kulichochea Irani kuanzisha tena shughuli zake za nyuklia zilizokuwa zimesitishwa na hivyo kuzidisha wasiwasi kwa Israeli. Lakini mataifa mengine ya Ulaya na mataifa ya Kiarabu yenye msimamo wa wastani pia yana wasiwasi juu ya mpango wa nyuklia na wa Irani na ushawishi wake wa kikanda. Ushawishi wa kikanda ndio nimekuambia zile proxy wars, yani kupitia vile vikundi. Kumbuke waliwahi kukaa wakati fulani hivi watu wa Umoja wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikaa wakiwa wanamlaumu Irani kuwa hawa Wahuthi wa Yemen wanaoshambulia ni Irani anawafuel. Umeona, na wakasema kuwa Iran is the engineer of region instability. Kwa maana kuwa huyu ndio mastermind, ndio mhandisi wa hii migogoro ya hapa Mashariki ya Kati. Ilikuwa ni mataifa ya magharibi yakiwa yanamlaumu nani? Iran. Lakini yanatofautiana kuhusu njia bora za kukabiliana na vitisho hivyo. Juhudi za kidiplomasia na kupunguza mvutano zimekuwa ni changamoto kubwa, hasa kutokana na ukosefu wa imani kati ya pande zote mbili zinazopingana. Hakuna anayemwamini mwenzake. Iran hamwamini Myahudi na Myahudi hamwamini Iran. Au tuseme Myahudi hamwamini Mwajemi, Mwajemi naye hamwamini Myahudi. Kwa hiyo sasa ndio haya yaliyopelekea, na unaona hata mashambulizi haya yalipokuja ndio yakafanya kuzidisha mzozo, kawa ni mzozo mkubwa zaidi. Kwa ndio maana nikasema ngoja tuangalie kiroho hii Irani pamoja na Israeli kwa kufuata historia uweze kuona ni kwa nini mgogoro umekuwepo kwa namna hiyo. Yes, bana mwalimu, wakati unazungumzia kuhusiana na yule rais wa kipindi cha Obama yule wa Irani, kama nitakuwa sijakosea, Mahamudu Ahmadinejad. Alikuwa ni mwingine. Alikuwa anaitwa Hussein Rouhani. Hussein Rouhani. Kwa sababu kumekuwa na marais huyo alikuwa ni wa mwaka 2000 na kwa 2005 hivi, mwaka 2010. Msachi Rouhani. Yes. Tamsachi wakati tunarudi tutamtazama pia. Bana makubaliano waliyoweka kati ya Barack Obama alikuwa ni Rouhani. Ukiachilia huyo sasa ambaye wewe umemtaja. Okay. Safi. Bana wakati sasa nitarejea kutazama kile ambacho mkiandika kupitia Julivi TV Facebook, lakini pia kupitia ujumbe mfupi kwa namba ya 0743 000999